Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako. Fungua Biblia yako katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Kama umepata pasta, karibu usome Matendo sura ya 12 mstari wa 7, wa 8 hata wa 11. Leo nataka kukufundisha kwa habari ya vita vya kiroho. Hivi kuna vita vya kiroho kwa mtu aliyeokoka? Hivi mtu aliyeokoka anatakiwa kufanya nini anapokutana na vita katika maisha yake? Nitasoma kwa jina la Yesu. Vita vya kiroho. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni. Akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alizani ya kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingia mjini, akawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Amen. Huyu ni Petro. Leo nataka kukueleza kwa habari ya vita vya kiroho, na nataka nikueleze ya kwamba ni mwaka wa kutokewa na Bwana. Vita yoyote utakayopitia katika maisha yako, Mungu atakutumia malaika na atakutoa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro alikuwa ni mtu maarufu kwa sababu ya karama yake ya kuponya. Tunapoponya wagonjwa tunapewa umaarufu. Waganga wa kienyeji wanakuwaga maarufu kwa kile wanachokifanya. Lazima ujue kila mtu aliletwa katika ulimwengu huu ana kusudi na kuna kazi anatakiwa afanye. Bwana Yesu asifiwe. Petro alikuwa mtu maarufu. Ukisoma katika kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 5 utaona umaarufu wa Petro. Petro ndiye aliyemfufua Dorcas. Petro alikuwa amepewa uwezo mkubwa ndani yake wa kufanya vitu vikubwa, ambao huo uwezo na uona Yesu akikupa wewe mwezi wa 7, wa 8 na wa 9. Haleluya. Petro alimfufua Dorcas katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36 na wa 42. Kumbe tukiwa ndani ya Yesu Kristo kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa kwa macho ya damu na nyama katika maisha yetu haviwezekani, lakini kwa nguvu ya Yesu Kristo vile vitu vikafufuliwa na vikakaa sawa. Deeper. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Matendo sura ya 9:36 na 42 utakuta habari za huyo Petro. Unaweza usisome tu past. Utakuta habari za huyo Petro akimfufua Dorcas. Amina. Mtu wa Mungu uliyefika katika ibada hii, haijalishi wewe ni maskini, haijalishi wewe hauna elimu, haijalishi wewe hauna nyumba, haijalishi wewe hauna watoto, haijalishi wewe hauna nguo nzuri, haijalishi wewe watu wa familia yako wamekukataa, umeng'ang'ana sana na maisha kwa kipindi kirefu. Nataka nikwambie ndani yako uko uweza usiokuwa wa kawaida. Amina. Na Mungu ataenda kuwashangaza watu waliokukataa na kukudharau. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna nguvu iliyokuwa ikiwa ndani ya Petro, na hiyo nguvu aliipata kwa Yesu Kristo. Unapoamua kumcha Mungu, kuna nguvu inakuja juu yako, nguvu ya kuponya, nguvu ya kubadilisha mambo, nguvu ya kukufanyia vitu ambavyo hata akili yako haiwezi kuelewa. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Petro alishinda uoga na mashaka. Petro alizaliwa Bethsaida. Najua na wewe inawezekana umezaliwa Moshi, Tabora, Mara, umezaliwa Tanga. Kuna mahali umezaliwa. Mungu atakutambulisha kwenye lile eneo kwa karama na vipawa vyake. Bwana Yesu asifiwe. Petro alikuwa na nguvu. Alikuwa ni mvuvi. mvuvi. Ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 1 utaona habari za huyo Petro akimfufua Dorcas. Utakuta habari za huyo Petro akimfufua Dorcas. Utakuta habari za huyo Petro akimfufua Dorcas. Utakuta habari za huyo Petro akimfufua Dorcas. Kuna mahali umezaliwa.
cha Matendo ya Mitume cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 14, alikuwa anavua samaki. Lakini kuvua kwake samaki haikuishia hapo. Mungu aliamua kumtumia. Ili uweze kushinda vita ulionayo leo, tambua Yesu anakupenda na anakuwazia mema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kazi ya shetani ni kukuonyesha wewe uwezi, watoto wako hawawezi, mke wako hawezi, ofisini hautofanikiwa. Hiyo ni kazi ya shetani, lakini nayo habari njema kukuambia Yesu anakupenda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili uweze kushinda vita ulionayo, tambua Yesu anakupenda, alafu tenda mema. Amen. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 na 16, hebu tusomee pastor. Mungu anataka tutende mema. Amen. Mungu anawanyeshea mvua wema na wabaya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na naona kikunyeshea mvua mwezi wa 7, wa 8 na wa 9. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Napokea. Tenda tu mema. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 soma 16. Basi nawasihi mnifuate mimi. Kwa sababu hii nimewatuma Timotheo kwenu. Aliye mwanangu mpendwa, mwaminifu katika Bwana, atakayewakumbusha njia zangu zilizo katika Kristo, kama vile niwafundishavyo kila mahali katika kila kanisa. Basi wengine wamejivuna kana kwamba sijui kwenu, lakini ninakuja kwenu upesi nikijaliwa, nami nitafahamu si neno lao tu waliojivuna bali nguvu zao. Maana ufalme wa Mungu haui katika neno bali katika nguvu. Unaona? Tunatakiwa tutambue, hata kama una nguvu nyingi za kimwili, inawezekana unaonekana ni bouncer, kuna nguvu za kiroho. Amina. Hizo nguvu za kiroho ndio zinazosababisha miujiza. Oh yes. Na hizo nguvu za kiroho hazichagui mtu wa kumwendea. Deeper. Zinaangalia yule anayeamini. Oh yes. Yule anayenyenyekea. Oh yes. Yule anayetenda mema. Oh yes. Na hizo nguvu zinakuja juu yake. Amina. Na naona Yesu akikupa nguvu zake. Amina. Na akishaachilia nguvu zake, nguvu za shetani haziwezi juu yako. Deeper. Nguvu za umasikini haziwezi juu yako. Amen. Aibu haitoweza juu yako. Amen. Haleluya. Amina. Anasema alikuwa na nguvu. Oh yes. Hatufanyi vitu kwa sababu tuna akili nyingi, kwa sababu tuna fedha nyingi. Tunafanya kwa sababu kuna nguvu iliyo ndani yetu. Oh yes. Ndani yako kuna nguvu ya Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Petro, yes, alikuwa na nguvu. Deeper. Kuna mahali kivuli chake Petro kiliponya. Wewe unayejidharau, kuna mahali Mungu atakutumia kwa viwango ambavyo utashangaa. Amina. Atakutumia kuajiri wengine. Atakutumia kwenye familia yako. Yawezekana naongea na mtu ambaye amedharaulika muda mrefu na umaskini. Yawezekana naongea na mtu ambaye amekosea mara nyingi. Amen. Ujumbe nilio nao kwako leo, ili vita yako iishe, tambua Yesu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Petro alishinda uoga na mashaka. Kuna watu mko hapa unaogopa, sina hela, sina nyumba, nimezeeka, mimi ni mdogo, sijaolewa, sijazaa, sina kazi, una hofu. Habari njema nilio nayo kwako leo, Petro hakuwa na hofu. Amen. Kuna wakati unaweza ukawa na hofu ya vitu fulani fulani. Ndio. Leo naomba uitupe nje hiyo hofu. Oh yes. Mungu ni mkuu na Mungu ana nguvu na Mungu anakuwazia mema. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Petro, kuna wakati Yesu anamwambia Petro, njoo tembea juu ya maji. Yeye akanasema, Mungu wangu nitazama. Kuna mtu uko hapo anasema, Mungu wangu nitalipaje madeni? Mungu wangu mimi naumwa na daktari amesema ugonjwa huu hauna dawa, nitaponaje? Oh yes. Mungu wangu mbona nang'ang'ana sana kutafuta hela sipati, na nikipata hela hapo napata matatizo. Una hofu, una mashaka. Leo ninayo habari njema nikwambie, Yesu anakupenda. Amen. Na kama anakupenda atakutokea. Amen. Haleluya. Amen. Atakutokea. Deeper. Na watu waliokujua watakushangaa. Sijui kama unanielewa. Amen. Yesu anamwambia Petro, njoo. Anasema nitazama. Ni mara ngapi umeona unazama? Ni mara ngapi umeona kwamba mwezi wa 7 umefika, maisha yako hata toke? Mungu anaenda kukushangaza. Amen. Mungu anaenda kukutokea. Amen. Mungu anaenda kubadilisha hali yako. Amen.
uhakika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alishinda uoga. Usiogope kuhusu maisha. Usiogope unaumwa. Usiogope hujasoma. Mungu anaenda kukutokea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema katika Isaya sura ya 41 mstari wa 10. Isaya anawaambia watu wake, nyinyi watu msiogope. Yes. Hafu Yesu akasema pia, usiogope, usiwaze utakula nini, utavaa nini. Mungu anajua hayo yote. Amina. Haleluya. Amen. Isaya 41:10, tuone nabii Isaya anavyoeleza watu wake. Usiogope. Kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Ili vita ishe katika maisha yako, usiogope. Amina. Nasema usiogope. Amen. Ije mvua ije jua, usiogope. Dipa. Anamwambia usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe. Oh, yes. Unajua kuna watu mko hapa, una Mungu mwingi, Mungu mkubwa, lakini wimbi linapopiga unaogopa. Habari njema nilionayo ni kwamba usiogope na usilie. Kausha machozi, Mungu anaenda kuwashangaza adui zako. Hey. Haleluya. Amen. Anasema aliye ndani ya Yesu apotee. Oh, yes. Hautapotea. Amen. Hautakufa kifo cha mapema. Amen. Petro yeye alisimama na imani. Biblia inasema Petro akalindwa gerezani, lakini nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi zake. Amen. Ili vita ishe katika maisha yako, ombea kanisa la Mungu. Amen. Tamani kanisa la Mungu likue, liwe na kila kitu kinachotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu. Mungu anataka utoe hata siku 2, siku 3. Ufunge kwa ajili ya kanisa lake. Oh, yes. Uombe kwa ajili ya kanisa lake. Oh, yes. Uombe kwa ajili ya mtumishi wake. Oh, yes. Usimamishe vita iliyo kwenye kanisa. Dipa. Oliva ndio Petro wako. Ndio. Petro alilindwa gerezani kwa sababu ya maombi ya watakatifu. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ili vita iishe katika maisha yako, usiogope. Ananiambia nikuambie yuko pamoja na wewe. Amen. Hata maumivu yaje ya kiwango gani, Bwana atakutokea. Amen. Anasema usiogope, alafu baada ya yeye kuwa pamoja na sisi, usifadhaike. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Ngoja nikupe siri. Wewe hujajileta hapa duniani. Dipa. Wala hujakaa kikao na baba yako na mama yako wewe usaliwe. Uliza jirani yako, ulikaa kikao na baba yako na mama yako usaliwe? Muulize. Kama aongei, muulize kwa kilugha chenu, kwa Kichina, kwa Kiingereza. Mwambie why are you afraid of devil? Ameongea Kiingereza. Ameongea Kiingereza. Mwambie why are you, hata kama hujui, mwambie kwa nini unaogopa shetani? Kwa nini unaogopa madeni? Kwa nini unaogopa magonjwa? Kwa nini unaogopa unaona umechelewa? Mwambie Mungu hakawii wala hachelewi. Haleluya. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Oh, yes. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Petro alikuwa na hofu. Amina. Yesu anamwambia njoo, tembea juu ya maji. Kuna mtu Mungu amesema na wewe kwenye ndoto, katafute kazi. Nenda kwenye ndoa, nitakuwa pamoja na wewe. Fanya kazi ya Mungu, hubiri. Wewe unasema mimi naogopa, nabii mimi sijui kuongea. Ni mwaka wa 12 nabii hajawahi kuogopa, anaendelea kuhubiri injili, na yule Mungu ndani yake anakusaidia na wewe. Anakusaidia na wewe. Sikuwahi kuogopa na sitaogopa kwa sababu Yesu yuko hai. Unapopitia vita ya aina yoyote, usiogope. Hallelujah. Hofu ni kinyume cha imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema yuko pamoja na wewe. Neno hofu limeandikwa katika Biblia mara 365. Ili ushinde vita usitende dhambi. Amen. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Soma. Ukitenda dhambi, uwepo wa Mungu unakuacha. Baraka za Mungu zinakuacha. Neema ya Mungu inakuacha. Kibali kinaondoka. Huwezi kufanya mambo makubwa. Amen. Petro aliwekwa gerezani. Alitoka kwa sababu hakuwa na neno lolote. Oh, yes. Bwana asifiwe. Amen. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3:8. Atendaye dhambi
ni wa Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alizidishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kuna kazi za Ibilisi. Amen. Na ndio maana mimi nakufundisha leo vita vya kiroho. Shetani hajawahi kulala usingizi. Deeper. Shetani ana mawakala wake. Oh yes. Na wako busy kwa ajili wewe usishike fedha. Yes. Usiwe tajiri. Usijenge. Wanajua wewe umeshampa Yesu maisha yako, una kiti chako cha enzi kiko tayari. Ndio. Kwa hiyo yeye anafanya vita na wewe hapa ukiwa chini ya jua, na wewe pigana vita. Oh yes. Hallelujah. Amina. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Ukitenda tu dhambi umesha saini cheti cha kuwa ule upande mwingine. Hakuna kitu kitafanikiwa, hata tutabiri, hata tuombe vipi, yes, hata utoe sadaka vipi. Kataa uovu na dhambi leo. Amina. Kataa uovu na dhambi leo. Na dhambi kubwa ya watu waliokoka ni manunguniko. Oh yes. Mungu sina kazi, Mungu sina gari, Mungu sina nyumba, Mungu watoto wangu, Mungu hivi na hivi. Biblia inasema Mungu sio mtu hata aseme uongo. Ndio. Akisema atatenda, atatenda. Oh yes. Akisema atakubariki, atakubariki. Oh yes. Akisema atakuinua, atakuinua. Oh yes. Alafu anasema yeye ndiye njia, kweli na uzima. Deeper. Na yeyote anayemfuata hatokwenda gizani kamwe. Oh yes. Oh, sema giza haliwezi kuwa sehemu ya maisha yangu. Giza haliwezi. Mateso hayawezi kuwa sehemu ya maisha yangu. Aibu haiwezi kuwa sehemu ya maisha yangu. Na imekuwa kwako katika jina la Yesu. Amina. Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako.